Huenda ikawa na muonekano wa filamu ya kusisimua, filamu inayovutia zaidi kuitazama na kutaka kufahamu kilichojiri kwenye episodi inayofuata. Lakini kwa wahanga wa kile kinachotazamwa kama filamu ni zaidi ya maisha ya kutisha. Huenda kwako ni furaha kuperuzi mtandaoni na kutamani kuona ni nani amejibu mapigo, ila kwenye hayo mapigo kuna umasikini unaozaliwa, kuna madaktari wanapotea viongozi wa kesho wa mataifa hayo. Nyumba za ibada, viwanja vya starehe na kila eneo limekuwa chumba cha mateso makali. Machozi, simanzi na nyoyo za matumaini kwa Muumba ndizo zilizosalia miongoni mwa raia. Ni nani atajali kuhusu huzuni yao na kurejesha nuru kwenye mitaa, miji na majiji? Raia wasio na hatia wanapoteza maisha, hazifanyiki shughuli za maendeleo. Hakuna tena stori na majirani, upweke kila kona, hofu imetanda kwa wingi, tena kwa miaka mingi kuliko hata wingi wa oksijeni. Zinapotea ndoto, yanapotea matumaini, zinapotea pumzi za watu mbele ya wale waliojigeuza wanyama wakali. Huenda kinachoendelea kwa sasa kinaweza kuwa ni miongoni mwa viburudisho vyako vya siku unapoingia mtandaoni, lakini kwa hakika haya ni machozi mazito ambayo hayawezi kufutwa na kitambaa. Ni Mungu pekee ndiye wa kuyafuta machozi. Vita inatisha. Jina langu ni Imam Shughuli Mali.